Mtu yoyote ambaye anaharibu miundombinu ya maji, mtu yoyote ambaye halipi bili, hata kama ni kiongozi huko hapa, kama unasababisha wananchi wako washindwe kulipa bili, wanahujumu miundombinu. Taasisi ya Islamic Solidarity Center inayomiliki shule za Mudio Islamic na Boma Islamic zilizopo wilaya Hai mkoa wa Kilimanjaro inakutangazia nafasi za masomo ya kidato cha 5 kwa mwaka wa masomo 2025-2026. Shule inafanya vizuri kwenye mitihani yake ya ndani na nje. Shule ina walimu waliobobea katika fani zote. Taasisi zote zinatolewa ikiwemo taasisi ya sayansi, sanaa, biashara, Kiarabu, elimu ya dini ya Kiislamu na kuhifadhi Quran. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0714897518 na 0655826526. Mlete mwanao shule za Mudio kwa malezi bora ya duniani na ahera. Wanahujumu miundombinu. Wewe tunakuhesabu ni mhujumu uchumi, na tukikubaini tutakutoa kwenye nafasi yako. Naomba niwaambie, mradi huu umegharimu fedha nyingi. Haipendezi mbele za Mungu wala mbele za wanadamu watu wakahujumu hii miundombinu. Tutakuwa tunamkosea sana Mheshimiwa Rais, lakini tutakuwa tunajikosea haki sisi wenyewe wanasame. Mnanielewa vizuri ndugu zangu? Kwa hiyo kila mmoja wetu awe mlinzi wa miundombinu ya maji ambayo tumeletewa na Mama Samia Suluhu Hassan. Naongea, narudia tena, muelewe ukubwa wa fedha hii kwamba ni zaidi ya mikoa 20 wangeweza kupewa hizi hela, lakini tumepewa sisi. Kwa hiyo naomba sana ndugu zangu, kila mmoja awe mlinzi wa miundombinu ya maji. Pia mkurugenzi, ni kuombe mkikamata mtu ana dalili za wizi, mumuite kama ulivyosema hapa na vyombo vya habari. Asimame hapo na mseme huyu ndio mwizi wetu, ndio mhujumu uchumi wa miradi ya Mama Samia. Hiyo nimekuruhusu, endelea, kwa sababu hatuwezi tukaendelea kukosa maji wakati Mama Samia ametuletea hapa. Haiwezekani. Tuna mifugo inahitaji maji, si ndio? Tuna wananchi wanahitaji maji. Maji yamefika kwenye wilaya yetu. Kwa nini wananchi wasipate maji? Kwa hiyo mimi nikuombe sana meneja, kuwa mkali, samahani mkurugenzi, kuwa mkali kwenye jambo hili. Hatuwezi tukachezea fedha ya Mama Samia Suluhu Hassan. Haja yetu, hawa ni wadau mbalimbali ambao wana katika usambazaji huduma ya maji safi. Kwa hivyo tumetembelea miundombinu, lakini tumekaa tumejiulizana kwamba uendeshaji wa taasisi upoje, na wenyewe wameona, bahati nzuri wamefurahi kwa maana wameelewa vizuri na kuna tulichokipata. Ujio wao wametoa maoni mbalimbali, lakini pale ambapo walikuwa hawaelewi wameuliza maswali. Na kwa sababu bahati nzuri wengi wao ni viongozi, basi tunatumia fursa hii sasa, tunaamini huu ujumbe utawafikia wananchi wengi kwamba huduma inaendeshwaje, gharama zinapatikanaje za bili, lakini gharama za muunganisho wameelewa leo, na naamini huu ujumbe utawafikia wale wananchi. Na kumetokea wimbi hapa la wizi. Huu wizi tunaozungumzia ni kwamba mtu anaona apate maji kwa njia sio halali. Tungependa mtu anayetaka maunganisho ya maji apitie ofisi za mamlaka, apitie taratibu zile halali za maunganisho. Lakini kuna wengine hawapitii huko. Badala yake anamuona tu mtumishi, tunamuita kishoka. Si mtumishi wa namna hii tunamuita kishoka. Mwingine anatumia vishoka au mafundi wengine wako mtaani wanajiunganishia kwa sababu bomba limepita karibu yake, anaunganisha nyumbani kwake bila taarifa hizi za malipo au taarifa hizi za huyo mteja kuwepo ofisini kwetu. Sisi tunasema ni maunganisho haramu. Sasa yanaikosesha mapato taasisi, lakini pia ni kama hujumu uchumi, kwa sababu mapato yale yangewezesha kuboresha huduma ambayo ni takwa la nchi yetu. Mheshimiwa Rais hitajio lake ni kwamba kila mwananchi apate huduma ya maji safi na salama kwa siku zote kwa watu wote. Sasa ikitokea mmoja anachepusha, anaikosesha mapato taasisi, lakini si taasisi tu bali na kwa serikali kwa ujumla. Kwa hivyo leo tumefikisha ujumbe kwamba kuna hilo wimbi, kwa hivyo tutaenda kuwafanyia kazi. Na tunachoshukuru Mheshimiwa mkuu wa wilaya naye ametoa maagizo. Ametoa maagizo kwetu kwa maana wale vishoka, kwa maana watumishi ambao wanakosa uadilifu tuwafanyie kazi. Hilo tumepokea kwa mikono miwili, tutaenda kuifanyia kazi mara moja. Lengo kubwa la mkutano huu kuwaita ni kwamba mjionee wenyewe mradi wenyewe ulivyo,
na mfikirie gharama zilizoingia pale. Na hiyo kwa maana tunawaomba sana muwe mabalozi mnaporudi huko kwenye maeneo mbalimbali mliotoka au mliowakilisha, ili muweze kwenda kueleza wadau wetu wa maji ukweli wa mradi huu ukoje, ili waweze iwe ni rahisi sana hata kuweza kutoa taarifa panapotokea huduma, lakini vile vile waweze kulipa bili zao kwa wakati. Mmeona mahesabu yaliyotolewa pana mkurugenzi, makusanyo sasa hivi bado ni madogo, lakini matumizi yanatakiwa ni makubwa sana. Kwa hiyo ningetoa wito kwa watumiaji maji wote kuhakikisha kwamba wanalipa bili zao kwa wakati. Wananchi wamekuwa wakihujumu miundombinu ya maji. Wananchi wamekuwa wakichukua maji kinyume cha taratibu kutoka kwa yale mabomba. Sasa huku ni kuhujumu uchumi, ni kuhujumu serikali. Na serikali ni sisi watu wote, serikali ni wananchi wote. Kwa nilikuwa rai yangu mimi kama diwani wa Same, nilikuwa nataka niwaambie wananchi wangu wote, lakini na wakata jirani, kwamba mradi huu ni wa kwetu, tunapaswa kulinda kwa wivu mkubwa. Na ili mradi huu uweze kuendeshwa, tumeona pale mamilioni ya fedha yanatumika. Yaani dawa tu kwa mwezi mmoja ni zaidi ya milioni 40. Kwa hiyo mradi huu unataka fedha. Kwa hiyo wewe unapokuja na kuiba maji, usipofanya malipo, maana yake ni kwamba utatukwamisha wale wengine ambao tunalipia maji na tunafanya malipo kwa ajili ya kuhakikisha mradi ule uweze kuendelea, umeme ulipwe, lakini mafundi waendelee kulipwa, lakini madawa yanunuliwe na shughuli zingine kama hizo. Kwa hiyo tumeamua kwa pamoja na tumeondoka na kauli moja kwamba kwa yoyote atakayeonekana anahujumu mradi huu kwa kuchepusha maji kwenda sehemu nyingine tofauti pasipokuwa na mita na kuwa na gharama yoyote ambayo anailipia, atapokamatwa akijua kwamba atakuwa na kesi kubwa sana ya kujibu, na pengine labda hata akaishia jela, kwa sababu hizo gharama za kulipa zitakuwa ni kubwa zaidi.